kuanzishwa kwa BAVICHA kulifanya kwamba kuwe na chombo cha vijana wenyewe na vijana wapate platform. Kabla ya hapo chama kilikuwa kina vitu vinaitwa kamati za vijana, na mwenyekiti na katibu wa vijana walikuwa wanaingia kwenye kamati ya utendaji ya chama. Kwa chama hakikuwa na vyombo vya vijana peke yao. Kwa kilikuwa hakiwezi kuwa na uongozi mpana wa vijana na vijana hawezi kuwa huru. Kwa kuanzishwa kwa BAVICHA kumetengeneza nafasi kwa vijana kuonekana. Kwa hiyo unaona kwanza BAVICHA ilianzishwa, nilikuwa mkurugenzi, kaanzisha 2009, nilikuwa na uwezo wa kugombea kwa maana ya umri lakini sikugombea, nikasema nitasimamia uchaguzi pamoja na wazee, uchaguzi ukavurugika, ukasogezwa mbele, ikabidi niendelee kuongoza BAVICHA wakati ishakuwa BAVICHA kati ya 2006 mpaka 2011. Then ndo akapatikana John Heche kama mwenyekiti ambaye sasa ni mheshimiwa makamu mwenyekiti wa chama, wakaongoza na generation yao, wakatoka ikaja generation nyingine. Kwa BAVICHA imeprofile vijana na imekuwa kitalu. Kwa decision ya kuanzisha BAVICHA imevutia vijana na imetengeneza chombo cha vijana. Hilo la kwanza. La pili, uamuzi wa chama, wazee wa wakati huo, Mzee Mtei, Mzee Makani na wazee wengine, kufungua milango ya kukikabidhi chama kwa vijana. Kwa hiyo transition ilianza pale wazee walipokubali wabunge wakati huo, wakati Dr. Slaa, Mwenyekiti Mbowe mstaafu, wafanye reform ndani ya chama. Kwa wakaanza zile harakati. Kwa hatimaye uongozi ukabadilika. Mzee Makani akakabidhi kwa Mwenyekiti Mbowe. Mwenyekiti Makani akakabidhi. Mwenyekiti Mbowe wakati anaingia kwa mwenyekiti wakati wa 2004, kwa mtu aliyezaliwa 61, unaweza kuona aliingia akiwa sio kwenye age bracket ya ujana ya 35 kushuka chini, lakini alikuwa relatively young. Akaanza kuongoza. Kwa alipoingia akafungua milango na yeye pamoja na katibu mkuu mstaafu Dr. Slaa kwa vijana kuchukua nafasi za uongozi. Kwa sasa ndio wengine tukaingia. Kwa sisi kuingia kwetu, na kwa sababu tumetoka kwenye harakati za vijana, tunafahamika sana kwenye cycle za vijana. Kwa Zito, Halima, mimi na wengine, ika attract. Sasa tulipoingia kugombea uchaguzi ikaongeza mvuto zaidi kwa vijana. Mimi sikutangazwa kushinda na kubaliana na Dasuzi kwamba tulishinda 2005 tukaibiwa. Zito akashinda, akaingia bungeni, kukateuliwa wabunge, miongoni mwao akawepo wabunge wa viti maalum baadhi ambao wengine walikuwa vijana, kina Halima Mdee. Ile kazi ya bungeni ya vijana ikaleta matumaini kwamba kumbe vijana wanaweza kuongoza, na kazi ya nje ya bunge nayo combination ikaleta matumaini kwa vijana. Na hii sio bahati nasibu. Chama hiki kilipoanzishwa, CCM ilikuwa na kauli mbiu vijana ni taifa la kesho. Wasubiri. Mzee Mtei na Mzee Makani, mkutano wa kwanza kabisa wanafanya Mnazi Mmoja, baada ya chama kuwa kimeruhusiwa sasa kufanya mikutano ya kujitambulisha. Wakatangaza kauli mbiu ya Chadema wakati inaasisiwa kwamba mwananchi nambari 1, vijana taifa la leo. Kwa hiyo wakawa na kauli mbiu. Kwa ile spirit ya vijana ni taifa la leo ilianza toka wakati huo, ikaendelezwa. Kwa hiyo mimi naamini vijana kuingia bungeni kupitia Chadema, vijana kuongoza BAVICHA ilisaidia. Lakini cha tatu kikubwa ni kuamua kabisa deliberate kufanya harakati za siasa vyuo vikuu. Kwa hiyo 2005 tukafanya kongamano la kwanza Bilkanas pale, serikali ya wanafunzi Daruso, wanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam wakatoka kutoka Mlimani mpaka Bilkanas, tukafanya kongamano. 2006 tukafanya tena makongamano kadhaa. 2007 tukaenda South Mwanza, tukaenda mimi, mwenyekiti Mboya wakati akiwa mwenyekiti, makamu mwenyekiti marehemu Chacha Wango, Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema, kwenda kufungua tawi pale. Ndo breed hiyo ya kina Mheshimiwa John Heche. Heche ndo alikuwa katibu pale wa tawi. Kina Machari, Mkosamali, Wenje, ambao baadaye wakaenda kuwa wabunge wa vyama vingine, wengine wakawa bunge Chadema. Lakini pale South Mwanza wakawa na harakati. Tukamaliza South, tukaenda Morogoro, tukafanya SUA, tukafanya Mzumbe. Kwa ile siasa za kuunganisha harakati za wanafunzi
zikatengeneza mvuto kwa vijana ambao wakafanya chuoni, lakini walipotoka wakafanya maeneo mengine. Tukaenda mbele zaidi, tukatengeneza kitu wakati huo nikiwa mkurugenzi wa vijana kinaitwa Y4C, Youth for Change, kwamba tukaangalia kwenye sekta binafsi na sekta ya umma, vijana wanaofanya kazi serikalini, makampuni ya kibiashara, mashirika ya simu, benki na kadhalika, lakini wenye umri wa vijana, tukawarecruit, tukakutana, tukafanya tukio kubwa sana pale Istana, ndio likazaliwa kitu kinachoitwa Y4C. Kwa wao wakaanza kudrive hizo harakati. Ile Y4C, Youth for Change, ndio baadaye chama kikaamua kuichukua kuwa M4C, Movement for Change, lakini ilianzia kwa upande wa hizo harakati za vijana. Kwa hiyo ilisaidia, lakini mwisho ni ukuaji wa mitandao ya kijamii. Wakati sisi tunafanya harakati za vijana, internet ilikuwa haijakolea sana Tanzania. Internet inafanywa kupitia internet cafes. Haijafika kwenye smartphone. Saizi kila mtu ana internet, watu wengi wana internet kiganjani mwao. Lakini wakati internet inaanza kupanuka, kizazi hiki kilianza kuitumia. Kwa kulikuwa na majukwaa ya majadiliano wakati huo. Wakati huo hizi Facebook, Insta, X hazikuwa zimepik sana. Lakini platform zilikuwa ni websites na discussion forum. Kulikuwa kuna mijadala kwenye mitandao kama Daha, Hotwire, mtandao unaitwa Jambo Forum, baadaye ndo kageuka kwa Jamii Forum. Na baadaye sasa penetration ikaanza Facebook, kwa sababu Facebook ndio ilitangulia, ikaendelea. Kwa ile mitandao ya kijamii na zile harakati za Chadema vikaungana. Sasa hivi kizazi cha sasa kimefika mbali sana. Yaani kizazi hiki cha Gen Z kimefika mbali kweli kweli. Na internet nayo imefika mbali kweli kweli. Kwa kama kuna jambo ambalo ningekishauri chama kwa sasa tunapokwenda mbele, ni kuwekeza sana. Ukiondoa kuwekeza kwenye misingi, ni kuwekeza sana kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu hakuna namna ambayo na serikali hii pamoja na udhalimu na uharamu wake na ndio maana waliharakisha sana kupeleka bungeni zile cyber crime acts. Nakumbuka tulikuwa na mjadala mpaka saa 5 usiku na Lissu tunapinga vifungu vya cyber crime act wakati wa Kikwete. Kwa sababu walikuwa wanaona trend ya mitandao inakwenda wapi. Lakini pamoja na jitihada zao hawawezi, kwa sababu suluhisho pekee ni kuzima internet. Hawezi kuzima internet muda mrefu. Waliweza wakati wa uchaguzi, lakini hawawezi kuzima kwa muda mrefu. Kwa kama tukiwekeza nguvu kubwa sana kwenye mitandao, na mimi naamini madai ya katiba mpya, madai ya Lissu kuwa huru na hatimaye hatua za kuiondoa sisi madarakani zitachangiwa na zitafanikiwa haraka sana. Kwa tuendelee kuwekeza kwenye mitandao ya kijamii. Nina maswali mawili ya mwisho. Swali la kwanza, Chadema imekuwa ina operation kadha wa kadha, tokea Sangara, M4C na nyingine. Operation ipi ilikuwa na mafanikio sana? Ngumu sana kwa sababu kusema moja, kwa sababu kila moja ilikuwa na malengo fulani. Okay. Operation ya no reform no election imefanikiwa. Hii ni recent. Mpaka sasa nchi iko hapa ilipofika, tuko kwenye mtanziko, kuna matatizo, kuna mauaji yametokea, lakini kila mtu anakubali sasa Tanzania inahitaji katiba mpya haraka sana. Kwa unaweza kusema umefanikiwa kwenye eneo hilo. Na msimamo huo umefanya reform. Hii ni recent. Nimeanzia mwisho. Lakini operation ya kupinga ufisadi na kutetea rasilimali za taifa, ambayo ilikuwa ni operation ya pili, naweza kusema baada ya operation ya Chadema ni tawi na baadaye ikageuka kwa Chadema ni msingi. Ilifanikiwa wakati ule 2007 2008. Waziri Karamagi wakati ule kwenye kashfa ya kusaini mkataba Uingereza madini wa Buzwagi, ikafanya serikali iunde kamati ya Bomani. Ngawaje baadaye kamati ile ikadivert kutoka pale ambapo ndio tutakiwa kwenda, ikaenda tofauti. Hoja ya ufisadi wa EPA ilisababisha shake up kubwa kwenye serikali, lakini na wakati huo ikaungana na hoja ya Richmond ambayo ikasababisha waziri mkuu kujiuzuru na nini. Kabla yalitokea bungeni 2008, yalitanguliwa na ziara ya operation 2007 maeneo mbalimbali ya nchi.
Kwa hiyo na yenyewe ilikuwa na mafanikio yake fulani. Ukija M4C nayo kuna maeneo ambayo unaweza kusema chama kimefanikiwa hapa kwa sababu ya mchango wa operation M4C. Ukija operation Sangara, tuliposhinda Tarime baada ya kusingiziwa kwamba tumemuua Wangwe, tukafesi huo propaganda za uongo za CCM, tukakabili tukashinda ubunge na udiwani pale Tarime. Tulipotoka pale tulikuwa na salamu mambo kama Tarime, wakati tunaenda Tarime tulikuwa na salamu mambo kama Kenya. Tulipoanza kuingia sasa kwenda kutumia momentum ya ushindi wa Tarime kuingiza operation, tukasema kwa sababu tuko kanda ya ziwa tutumie Sangara kama simbo ya mapambano. Kwa tukafanya operation Sangara, ukanda huo wa Biharamulo, tukashuka tukazunguka mpaka tukafika Mbeya, tukazunguka. Na yenyewe ina mchango wake. Kuna maeneo tulikuja kushinda baadaye, vijiji, vitongoji, mitaa, wabunge kutokana na ile operation. Kwa naweza kusema kwamba kila operation ilikuwa na mafanikio yake. Kuna operation ambazo tuliamua kuzifanya kimya kimya. Yaani tulikuwa nafanya operation mpaka tunawaambia wanaofanya operation wasirushe picha kwenye mtandao. Operation za grassroots kwa kujenga network chini zilikuwa na changamoto zake. Kuna maeneo kuwa na mapungufu, lakini kuna maeneo kuwa na mafanikio. Kama kusingekuwa na operation underground za ujenzi wa chama kimya kimya, chini kwa chini, baada ya Magufuli kuzuia mikutano ya hadhara 2016, wasingepora uchaguzi wa 2019. Ungekuwa na uchaguzi. Kwa kuwa walituzuia siasa miaka mitatu. Yet pamoja na kuwa walituzuia, kuna operation ilifanyika kimya kimya for 3 years. Ilipofika 2019, Magufuli akajua kabisa akiruhusu uchaguzi tu 2019, CCM inashindwa kwenye vijiji, vitongoji, maeneo mengi ya nchi. Kwa sababu Chadema imekaa kama imelala, kumbe ni moto huko chini kwa chini. Kwa suluhisho ikawa nini? Suluhisho ikawa ondoa wagombea, kata wagombea. Ndio maana 2019 watu wakainguliwa sana. Kwa kifupi naweza kusema kwamba operation zetu kila moja ina mafanikio yake na ina mapungufu yake, lakini zote zimechangia kwenye kufanya chama kifike hapa. Kwa sasa naweza kusema kwamba tumefanikiwa hii operation ya katiba mpya free Tundu Lissu, kwamba sasa wimbo wa katiba unaimbwa na kila mmoja, mpaka watawala nao wanajaribu kuimba katika lugha ya tofauti wimbo wa katiba. Sasa tunachotakiwa tu kwa maoni yangu ni moja, kuongeza nguvu kwenye operation ya katiba mpya free Tundu Lissu kwa nguvu sana, na tujitahidi kwamba moja ya legacy ya kizazi kipya cha viongozi wa Chadema hiyo ni kuhakikisha kwamba Tanzania imepata katiba mpya. Hilo la kwanza. Kila pili, ni lazima kwa hali tulionayo sasa, na hili nizungumze zaidi na viongozi wa misingi, matawi, kata, pamoja na mikutano ya hadhara, ni lazima nguvu kubwa sana iwekwe kwenye kazi ya chini kwa chini, nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa, kijiwe kwa kijiwe, kuimarisha misingi, kuimarisha kata, kuimarisha matawi, ili hata kama serikali haramu ikianguka leo, halafu tukapata reform za kuwezesha uchaguzi wa haki leo, mtandao letu lote la chama, organization yetu yote iwe thabiti kwa kiwango ambacho kipenga kikipulizwa hata kwa muda mfupi tu tumejiandaa, tunaitoa CCM madarakani. Kwa lazima tuyafanye yote. Juu tuendelee na mapambano ya katiba mpya free Tundu Lissu, lakini chini misingi, kata, matawi tufanye kazi sana ya nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa, kitongoji kwa kitongoji, usajili wa wanachama kidijitali, kuisha wanachama waliopo, ili chama kifanye hiyo operation ambayo itakuwa na ujenzi wa chama. Yeah.